Leo ni Februari 9, 2026. Namshukuru Mungu wetu ambaye kwa neema na ukuu wake na uwezo wake ametupa tena wakati mwingine ambapo tunaweza kusikia kutoka kwake, kutafakari neno kutoka kwake na kumsikia Roho Mtakatifu akitufundisha yale yaliyo mapenzi makamilifu ya Mungu Baba kupitia neno lake. Naitwa Zawadi Machibia, karibu katika Sauti ya Rhapsody, tafakari ya neno la Mungu inayokujia ikiwa inachukua yaliyoandikwa katika Rhapsody ya uhakika au Rhapsody of Realities kwa Kiingereza na kushirikiana nawe kwa njia ya sauti. Namtukuza Mungu kwa Roho wake Mtakatifu ambaye ndio msaada wetu wa kuweza kuyajua maandiko na pia kuyafafanua kwetu na kutusaidia kujua namna tunavyotakiwa kuishi. Atukuzwe Mungu Baba kwa sababu tunapopata nafasi ya kusikia neno la Mungu, tunajifunza zaidi, tunaimarishwa zaidi, tunatiwa moyo, alafu tunapewa yale makusudi ya Mungu ambayo kwanza kabisa ya yote ni upendo wake kwetu, ni fadhili zake kwetu na uaminifu wake ambao ni wa milele yote. Leo basi ni Februari 9 kama nilivyosema. Naitwa Zawadi Machibia. Ujumbe wetu leo unasema wewe ndiye suluhisho. Wewe ndiye suluhisho. Neno la msingi liko katika ile Warumi sura ya 8 mstari wa 28 ambao unasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Haleluya. Warumi 8:28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sasa katika ufafanuzi, mtu wa Mungu Mchungaji Chris ambaye ndio anaandaa tafakari hizi anafafanua mstari wetu huu wa msingi kwa kusema, hakuna tatizo lililowahi kuwepo kabla ya suluhisho lake kuzaliwa. Daima kumbuka hili. Mara nyingi Mchungaji Chris anasema, nimekuwa nikisema kwamba shida au matatizo huvutwa kuelekea kwenye suluhisho lake. Ikiwa mbegu ya suluhisho iko ndani yako, basi tatizo litakuja kukutafuta. Haleluya. Oh, haleluya. Ndio maana changamoto kadhaa hutafuta njia kwako. Ni kwa sababu umebeba jibu ndani yako. Huenda umekutana na changamoto mbalimbali maishani. Ni kwa sababu Mungu alizipanga kwa ajili ya ushindi na kuinuliwa kwako. Usiogope shida na majaribu. Ni chachu ya kukupeleka kwenye kiwango chako kinachofuata cha juu zaidi na cha ukuu pamoja na kuinuliwa. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 kwamba, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Kwa nini? Ni kwa sababu ushindi wako umehakikishwa. Haleluya. Kwa hiyo wakati unapokumbana na changamoto, sema, mpendwa Bwana, asante, nilizaliwa kwa ajili ya hili. Haleluya. Ndivyo ambavyo unatakiwa kusema. Neno linasema katika Warumi sura 8 mstari wa 28 kwamba, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Hii ina maana kwamba huwezi kamwe kuwa mwathirika. Natumia neno mwathirika, sio mhanga. Maana Kiswahili chetu hapa wakati mwingine watu huchanganya mwathirika. Huwezi kamwe kuwa mwathirika, yaani huathiriwi na hayo yanayotokea. Huo ndio ukweli. Mchungaji Chris anaendelea kusema katika ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4, Biblia inasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu,
na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Chochote kilichozaliwa na Mungu, iwe wewe, yani wewe, maneno yako, ndoto zako, maono yako au mawazo yako, yanaushinda ulimwengu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 inasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Hilo linamaanisha kuwa umezaliwa naye, umeumbwa kwa ushindi na umepangiwa mafanikio. Wewe si muathirika, bali ni mshindi. You are not a victim, you are a victor. Kwa lugha ya wenzetu, wewe si victim, wewe ni victor, ni mshindi. Wewe ndiye jibu, suluhisho linalotafutwa na ulimwengu. Ulizaliwa ili kushinda, kutawala na kudhihirisha utukufu wa Mungu. Warumi 8 sura ya 8 mstari wa 19 inatuambia, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu, na hilo linakujumuisha na wewe pia. Haleluya! Maombi. Mpendwa Baba, asante kwa utukufu wako na haki yako inayong'aa na kudhihirika kupitia kwangu. Neno lako linafanya kazi ndani yangu na ninatembea katika nuru ya ushindi wangu katika Kristo Yesu. Ninaishi juu ya hali, nikijua kuwa vitu vyote hutenda kazi pamoja kwa manufaa yangu. Nimezaliwa na wewe na nimeushinda ulimwengu katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi katika tafakari ya leo yako katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, moja ya mistari mingi ninayoipenda katika Biblia. Mstari unasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na pia Yoshua sura ya 1 mstari wa 9, narudia tena kusema, ni mstari mwingine katika mingi ninayoipenda katika Biblia. Najua mistari yote katika neno la Mungu ninaipenda. Sasa huu hapa Yoshua sura ya 1 mstari wa 9 unasema, je, si mimi niliye kuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Oh, haleluya. Mstari mwingine ni katika ile Isaya sura ya 41 mstari wa 10. Mistari yote ninaipenda. Unasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, nami nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haleluya. Warumi 8:37. Mstari mwingine naupenda zaidi. Naipenda yote tena zaidi na kuzidi. Huu unasema hivi, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Tafakari ya leo inasema, wewe ndio suluhisho. Wewe ndio suluhisho. Au wewe ndiye suluhisho. Kwamba kujifahamu wewe ni nani, kujifahamu mimi ni nani, kunaleta faraja kuu sana katika moyo. Ikiwa Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, yeye aketie patakatifu, ambaye macho yake yanatuelekea na kututazama usiku na mchana, Biblia inasema Mungu halali wala hasinzii. Yeye ni ngome yetu. Na kwa kuwa hayo yote ni kweli, basi yu pamoja nasi kokote tuendako. Yu pamoja nasi kila mahali tunakopita. Na hapa anasema tusiogope, tuwe na moyo wa ushujaa. Anasema tusifadhaike
kwa sababu yu pamoja nasi kila tuendako. Haleluya! Na anasema tunayaweza mambo yote. Biblia haisemi uongo, mambo yote. Sasa kama anayaweza mambo yote, ni pamoja na masuala ya kifedha, ni pamoja na masuala ya teknolojia, ni pamoja na masuala ya mitihani, ni pamoja na masuala ya uongozi, pamoja na masuala ya familia, pamoja na masuala ya kielimu. Kila mahali ambako unajikuta uko kwa makusudi na mpango wa Mungu, usisahau kwamba unayaweza mambo yote katika yeye anayekutia nguvu. Nitachofanya hapa tena, nitarejea tena masomo zaidi ya tafakari ya leo. Neno la Mungu ni taa na nuru ya miguu yetu, na tunaliweka neno la Mungu katika mioyo yetu ili tusimtende Mungu dhambi. Lakini ushindi wetu ni ule ambao unasema kwa kuwa tumezaliwa na Mungu aliye ndani yetu ni mkuu mno ni mkuu zaidi kuliko ile aliyeko katika dunia. Hivyo kila tunakokwenda sisi si waathirika, sisi ni washindi. Na Biblia inatuambia naam, tu washindi na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Maana tungali wenye dhambi, akaja akafa kwa ajili yetu. Hivyo ni zaidi sana tukiwa ndani yake. Masomo zaidi ya leo anasema hivi, Wafilipi 4:13 unasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yoshua 1:9. Sasa huu mstari nitausoma si ambavyo Mungu anasema, nitasoma vile ninaitikia Mungu alichosema. Kwa kuwa Mungu ndiye aliyeniamuru, mimi ni hodari na mwenye moyo wa ushujaa, siogopi wala sifadhaiki, kwa kuwa Bwana Mungu wangu yu pamoja nami kila niendako. Haleluya! Hivi ndivyo tunavyoitikia neno la Mungu. Atukuzwe Mungu Baba aliye hai. Anasema, je, si mimi niliyekuamuru? Mimi naitikia ndio Bwana, wewe ndiye uliyeniamuru. Wewe umeniambia, nami ni hodari na mimi nina moyo wa ushujaa, siogopi wala sifadhaiki, kwa kuwa wewe Bwana Mungu wangu u pamoja nami kila mahali niendako. Haleluya! Na katika ile Isaya sura ya 41 mstari wa 10, Mungu amesema usiogope. Mimi ninaitikia katika jina la Yesu kusema siogopi, kwa maana wewe Bwana Mungu Baba yangu wa mbinguni u pamoja nami. Sifadhaiki, kwa maana wewe Mungu wangu unanitia nguvu, umenitia nguvu. Naam, umenisaidia. Naam, umeniambia utanishika mkono. Nakubali Bwana kushikwa mkono na wewe katika mkono wako wa haki yako. Haleluya! Nimeshikwa mkono na wewe, mkono wako wa kuume wa haki yako. Haleluya! Na katika ile Warumi 8:37 ambayo nasema, lakini katika mambo haya yote tunashinda. Naam, ninakiri katika jina la Yesu kwamba katika mambo hayo yote, yawe ya kifedha, ya shule, ya maisha, ya kila niendako, ninashinda na zaidi ya kushinda, kwa kuwa kwa yeye aliyetupenda. Haleluya! Hii basi ndio tafakari yetu leo, kama ambavyo imeandaliwa na mchungaji Chris, na kutakia baraka za Bwana ziwe pamoja nawe katika jina la Yesu. Amina.